Bwana asifiwe sana wapenzi wangu, mahali popote mlipo katika jina la Bwana. Nimekuja tena ili tuweze kuendelea katika ibada yetu kwa jina la Yesu Kristo. Ni mimi askofu wenu Philip Rono kutoka katika kanisa la United Pentecostal Evangelistic Crusade. Nashukuru Bwana kwa kipindi iliyopita wiki jana. Mungu alitusaidia sisi kusikia neno la Mungu na kudumu katika hiyo neno. Na leo tumekuja tena kwa ibada hii. Ninaamini mpendo unaonisikia utakuwa pamoja nami mpaka mwisho wa ibada hii. Na hata kuuliza kwa unyenyekevu, tuwe na nafasi ya kuomba, alafu kisha tutaendelea. Mwenyezi Mungu mtakatifu, katika jina la Bwana, ninakushukuru kwa mpendo huyu ambaye amekuwa na utayari kusikia neno lako takatifu Bwana, ambaye neno hili ni neno la uzima. Neno linalotuletea baraka na matumaini ya baadaye katika ndani ya maisha yetu. Nakushukuru Mungu kwamba una mawazo njema katika ndani ya maisha yetu unaotuwasia siku ya leo. Mungu nakushukuru kwamba umekuwa pamoja nasi. Umekuwa na wale wanaonisikia. Umebariki wale wote ambao Mungu wanasimama nasi katika ibada hii ya kuhubiri katika Radio Sayare na hata TV. Baba nakushukuru kwamba wote wabarikiwe kwa utukufu wako, kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu katika jina la Bwana, nashukuru Mungu leo kwa ibada hii. Na leo nataka kuletea ujumbe, na kichwa ya ujumbe yetu ni kwamba gharama ya kufanyika mwanafunzi wa Yesu. Kila jambo unaofanya uamuzi katika ndani ya maisha yako kuna gharama yake. Gharama inakuwa wakati unafanya uamuzi unaohitaji katika ndani ya maisha yako. Utagharamika wakati unapoingia katika hiyo uamuzi ya moyo wako. Utagharamika wakati unafanya uamuzi ya kumfuata Yesu. Leo nataka niwalete katika masomo yetu ambaye tunasoma leo pamoja nawe mpendwa wangu katika jina la Yesu. Tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha Luka mtakatifu kifungu cha 14 mstari wa 25. Na nitasoma mpaka 35, kisha Mungu atatubariki. Makutano mengi walipokuwa wakifuatana naye, aligeuka akawaambia, kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake, naam, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu yeyote asiyechukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumalizia, asije akashindwa kumaliza baada ya kupika msingi. Watu wote wanaoona wakaanza kumtiaki. Bwana asifiwe mpendwa wangu. Kwa nini Yesu aligeukia watu ambao wamekuwa wakifuatana nao? Watu walikuwa na nia na mawazo tofauti. Watu walikuwa nafikiria tutafuata Yesu kwa sababu kila mara yeye anafanyanga ishara na kutupea sisi mkate. Tukihitaji samaki, yeye anafanya ishara, tunakula samaki. Watu walikuwa naangalia nafsi zao, hawakuangalia kukaramika na kupata uzima wa milele kwa kumwamini Yesu. Kwa hivyo Yesu alijua wanaofuata mimi hawana nia ya kwenda mbinguni, wana nia ya kutafuta mambo ya tumbo. Wana nia ya kupata mkate ya kawaida. Wana nia ya kupata. Yesu akageukia kauliza akamwambia, mtu akija kwangu. Sasa kila mtu akaanza kujiuliza, nini imeendelea? Yesu akamwambia, mtu akija kwangu asiyemchukia baba yake, asiyemchukia mama yake, asiyemchukia watoto wake,
asiyemchukia jamaa zake, naam, hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Sasa mambo ikakuwa ngumu. Watu akaona sasa imekuwa ngome. Imekuwa ngumu sana, haitawezekana. Watu kwa kuangalia hali yao ya kawaida, kuangalia baba yake, akaona mama yake, akaanza kujangalia, akasema hata na mimi mwenyewe nitajichukia. Ikakuwa ni jambo ambaye ilisumbua mawazo ya watu sana. Lakini nini Yesu alikuwa anamaanisha? Unajua utachukiaje kweli baba yako na mama yako? Hilo ni jambo ambaye hata mpaka leo mtu anajiuliza, utachukua namna gani? Lakini wakati utaanza kuangalia katika ile karama, utajua kumbe kuna vile ninaweza sema hii haiwezekani. Yesu akiendelea kusema akasema, mtu yoyote asiyechukua msalaba wangu. Nataka kuzungumzia jambo la msalaba kwanza. Na nini Yesu ametuahidi? Unajua kumwamini Yesu ndugu yangu, si kwa vitu ambavyo tunaangalia. Si kwa sababu ya mali. Watu walikuwa nakuja kwa Yesu wakati huo kwa sababu mtu alikuwa sema nikienda kwa Yesu ile tabu ya umaskini taisha. Ile tabu ya unajua mara mingi watu ambao wanatuanga kufuata mtu ambaye ni mkubwa. Mara mingi tumeangalia watu kufuata watu ambao ni wa siasa. Watu wanafuata hao ndio sababu mwisho ya siku atapata kitu. Lakini nataka nikupee mfano hii. Yesu alikuwa anasaidia hawa kujua kwamba kumfuata Yesu ni kupata uzima wa milele. Uzima wa milele ndio kitu ya kwanza kwa maisha ya mwanadamu. Hiyo ndio kitu, ni ahadi kubwa Yesu ametuahidi sisi. Tukimwamini yeye tunapata uzima wa milele. Yesu akasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 6 kifungu cha 33. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote. Haya yote mnayohitaji ya kila siku, mikate, mali, watoto, mke, na haya yote mnayohitaji mtasaidiwa. It is obvious. Kile unayohitaji mpendo kujua ni kumfuata Yesu. Ni kutoa maisha yako, kutafuta uzima wa milele kwa kitu cha kwanza. Tafuta hiyo uzima. Mungu ametuahidi uzima wa milele. Na ahadi ya Mungu haifunjiki njiani. Kwa hivyo wanafunzi, watu ambao walikuwa wanafuata Yesu, mkutano kubwa ambao walikuwa wanafuata, hata sio wanafunzi, mikutano kubwa walikuwa wanafuata Yesu. Walikuwa wanatafuta yeye ili wapate haya yote, wapate mali, wapate kile kingine ambao walikuwa wanahitaji. Lakini Mungu hakuwa anaona haya. Ndio akasema kwanza, mtu akitaka kunifuata na ajikana hata mwenyewe. Nafsi yako. Unajua nafsi yetu pia kuna vitu tunahitaji ya kibinafsi. Maana ni nani kati yenu kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu mkarama kwamba anavyo vya kumalizia? Kwa hivyo wokovu ni karama. Wewe unafanya karama, unasema mimi nimetoka katika jamii fulani, na jamii yenu walikuwa na vitu ambao walikuwa naamini kuliko Mungu. Wewe unaanza kufanya karama kusema, je, hii karama ya jamii yetu ya kimila nitaweza? Maana nahitaji kumfuata Yesu. Hii hali yetu, watu wetu wana vita, kiburi nyingi. Nitaweza kuwajana na vita na niweze kumfuata Yesu. Hiyo ndio karama. Bwana Yesu anatuambia, keti chini kwanza, fanya karama. Ili ukishaanza kujenga imani yako ya wokovu, isikatikie katikati. Isianze, usichoke, usisinzie njiani. Unamaliza mzuri, unaanza mzuri, unamaliza mzuri. Ni nani kwenu akitaka kujenga nyumba asiketi kwanza? Na Yesu akasema, mtu asipochukua msalaba wangu. Msalaba ni kukuwa na ushuhuda ya kila siku ya kuonyesha kwamba wewe ni mtu ambaye unamtembea na Bwana Yesu. Hiyo ndio sababu ya sisi kuwa na msalaba na kukuwa nyuma ya Yesu, kufuata Kristo. Unakuwa na ushuhuda ya kwamba Yesu amekuokoa na una uzima milele, na unangojea uzima unaokuja baadaye kwa ajili ya wale ambao wanamwamini. Hakuna siku wewe utaanza kusema, si leo nitawacha msalaba nifanye maneno yangu kwanza. Yesu alikuwa anasema hivi. Akasema ya kwamba ni vema ukae chini, anza kufanya hesabu.
Mimi leo ninaokoka, nimeokoka, nimempenda Yesu. Nitatua kutembea na ushuhuda wangu ya kila siku. Nitaanza kukana hata mahitaji ya moyo wangu kabisa, nijikane mwenyewe ili Yesu anitoshe. Nitaanza kujua namna gani tabia ya wajamii zetu. Kama baba yako alikuwa anapenda hiyo vitu, unaanza kukataa vitu ambayo ni ya masanamu, lakini baba yako bado anapaka kuwa baba yako ambaye ni msasa wako. Kuna vitu ambapo haiwezi shikamana na imani ya Kristo. Haimaanishi utawacha bibi yako, labda kuna vitu bibi anafanya si ya mapenzi ya Mungu. Hiyo ndio vitu unaikataa. Sababu wewe unataka yeye amjue Yesu. Hiyo ndio jinsi ya kupinga mambo ambayo yanaweza kudhuru maisha yetu. Kwa hivyo leo ninapokuambia kufanya karama ya kuwa mwanafunzi wa Yesu, keti chini leo na ufikirie. Kuna watu wengi waliwacha wokovu. Mfano mmoja ni Aroni. Aroni baada ya kutembea na Musa kwa miaka mingi na wana wa Israeli, Musa akaenda mlima kuomba Mungu. Aroni akarudi kwa ile masanamu ya zamani. Asema huyu Musa na Mungu yake amekaa kwa mlima sana. Hatutangojea. Tutafute Mungu mwingine ambaye tutashughulikia hapa. Tupe tawabu zetu, tupe tapiu zetu. Sababu tujui Musa kama atarudi. Watu tena akarudi katika hali yao ya zamani. Hivyo ndivyo watu wanarudi, wanawacha Mungu. Mtu anaanza wokovu, miaka 2 anawacha Yesu, anarudi kwa mambo ya zamani. Ufunuo 3 unasema namna gani? Kumbuka mali wewe uliangukia. Nataka leo nikurudishe wewe kufikiria. Wewe wakati uliokoka ulikuwa mzuri. Ulikuwa mtu mzuri mwema kanisani. Ulikuwa mhubiri mzuri. Ulikuwa mama mzuri wa kanisa. Ulikuwa baba mzuri, deacon mzuri kanisani mwako. Lakini wewe umeanza kusinzia au chamaliza mzuri. Maana au kufanya karama. Uliokoka tu kafikiria ni mambo ya msumuko. Nataka leo ndugu mpendwa unaonisikia, nikurejeshe leo kuangalia Yesu. Mwenye akianza anamaliza vizuri. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu inaendelea kusema hivi ya kwamba hao mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine asioketi chini kwanza. Kuna vitu mingi Mungu anatusaidia sisi kuelewa. Kujua kufanya karama. Hata nyumba wewe unaishi au kuamka siku moja na kujenga. Uliketi chini ukasema mawe itakuwa ngapi, mabati itakuwa ngapi, masimiti itakuwa ngapi, msumari ni kilo ngapi. Hizo vitu yote ukafanya ukajua niko nayo ya kumaliza. Na kuzungumzia kuwa na wokovu ya kumaliza vizuri. Sio wokovu na hasa leo wiki jana ambao unakuja hiyo ngine unasikia wewe leo ulikuwa umefifia hata umerudi kwa mambo yako ya zamani. Mtu wa Mungu unaonisikia kwa jina la Bwana, nataka Mungu akusaidie. Ujue kabisa ya kwamba unahitaji Mungu. Unahitaji kabisa Mungu kutembea pamoja na Bwana wako. Usingizi inakuja bila mtu kusikia. Inaweza kuwa ya kwamba umesinzia. Au utakuwa na nguvu ya kumaliza mzuri. Vitu kimeunjiani imekusuia wewe. Changamoto mingi imekuja imefanya wewe kurekea na ukawacha Mungu. Leo mpendwa wangu katika jina la Bwana, ninakutia moyo ili ukaweze kujua kwamba utashika msalaba wa Yesu, tembea na yeye bila kuacha Bwana. Wewe ni mtu Mungu amekuita wewe. Na umeitiwa uzima wa milele. Usijali, Mungu anasema ukinipenda nami nitakupenda. Na yeye atafanya makao ndani ya maisha yako. Atafanya makao kuwa kwako. Na atafanya makao ya uzima milele na hata maisha hii ya ulimwengu. Petro aliuliza Yesu swali. Yesu, sisi ambao tumewacha wake zetu, tumewacha ng'ombe zetu, tumewacha biashara, nilikuwa nafanya biashara, nimewacha kila kitu nikufuate. Je, baada ya yote ni nini utanipea mimi? Sisi ambao tumesacrifice that much. Yesu akamwambia Petro, sikia Petro, utapata mara 100 mbinguni na 100 hapa ulimwenguni. So there is no loss. Hakuna hasara
kwa kumfuata Yesu. Mbinguni utapata mara 100. Hapa ulimwenguni utapata mara 100. Kwa hivyo kile Mungu anayehitaji kwetu ni kuendelea kumfuata Yesu ndani ya maisha yetu bila kuajilia yeye. Hii yote tunahitaji. Kama unahitaji nini, mara 100 ni hapa. Hata nyumba mzuri utaishi hapa ulimwenguni. Hata nyumba mzuri utaishi hapa, utakuwa na mali mzuri hapa ulimwenguni. Na mbinguni ni zaidi 100 pia. Kwa hivyo hakuna hasara. Kile unahitaji kufanya ndugu, kaa na ushuhuda ya wokovu yako na kutazama Yesu peke yake. Yale mengine Yesu anafanya mwenyewe. Maana amesema yote yatafuata. Haya yote mnayohitaji yatafuata nyinyi. Umenielewa? Bwana akubariki sana upate kuelewa maandiko haya. Na Mungu atakutetea kuelewa. Kumbe ninahitaji kufanya karama ya wokovu yangu. Fanya karama vizuri. Wale ambao uliwakosea umepata nafasi ya kwenda kuwasamea, karama ni hiyo. Neno la Mungu nasema namna gani? Katika mstari wa 24 ndio tuweze kupata nafasi ya kuomba. Inasema chumvi ni kitu jema. Lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini ikolee? Ndugu yangu, nataka Mungu akusaidie leo kuelewa munyu ni kitu jema sana. Na sisi Yesu anasema nyinyi ni chumvi ya dunia. Yale yote tunayokuwa tunatamuka watu wa Mungu iweze kusaidia wale ambao wanatusikia sisi. And I want to show you, nataka kuonyesha wewe procedure ya kutengeneza munyu. Munyu inatengenezwa na makanda ya marakwe. Kwanza inasanywa. The best. Haisanywangi ile mbaya, inasanywa ile ambayo ni mzuri. Alafu kisha inachomwa, inapitia moto. Ikisha chomwa haitoshi, itapelekwa kwa kichungi. Na kisha weka kichungi haitoshi, inaweka maji juu yake. Alafu munyu sasa inatoka hapo. Hiyo ndio procedure ya kutengeneza munyu. Na Yesu akasema nyinyi ni chumvi ya dunia. Alibainisha kitu cha kwanza, inachakuliwa wewe. Wewe unachakuliwa kuingia katika uzima, imani ya uzima wa milele. Ukisha muamini Yesu, unapokea roho ya Mungu ambaye ni moto ulao. Unachomwa kila aina zote za makosa na dhambi ambaye iko ndani ya maisha yako, mtu wa Mungu. Ukisha fanyiwa hivyo, unaingia katika ubatizo kwa maji. Alafu kisha kuwa na ubatizo, unatoa sasa kuwa munyu. Unaanza kutosha kutumika. Na unajua munyu ikisha tolewa, inatengeneza kile kitu, mboga ambayo ilikuwa imeharibika ya siku mbili, ambayo ya siku mbili ikiwekwa munyu leo, utafikiria hii mboga hata iko imelala siku mbili. Kwa nini? Kwa sababu munyu inatoa kila kitu mbaya. Ina preserve chakula. Inatoa haribu mbaya kwa mtu wa Mungu. Nataka nikutie moyo mpendwa wangu katika jina la Yesu. Wewe unaonisikia siku ya leo, wewe umechakuliwa na Mungu na umemwamini Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Chukua hatua ya pili. Unahitaji kupokea roho ya Mungu. Sababu roho ndiyo inatoa makosa na kusafisha sisi, kutuondolea yale yote ambayo iko ndani ya maisha yetu. Alafu kisha wewe utumike katika kazi njema ya Mungu. Utasungumusia ulimwengu, na kwa sababu wewe ni munyu, unatoa matamushi inayoponya moyo ya wenye wameharibika. Wale watu wamekaa katika makosa yao, unapata sasa kibali. That is why wakati Mungu alipoita Isaiah, aliweka moto katika kichwa chake, ili yeye aliyekuwa anatamka mbeleni kabla ya kupata moto ya Mungu yatamuke sasa mazuri. Yakobo anasema namna gani? Inawezekanaje tundu moja kutokea maji chafu na maji zuri? Mtu ambaye ni mtu wa Mungu na unasikia kwa jina la Bwana,
mtu wa Mkristo ambaye anawitanishwa na jina la Mungu, wewe watamuka nini? Wewe unatamka mazuri kutoka katika kinywa chako hiyo au ulimi yako, na pia unatamka mabaya, inamaanisha kwamba haujapata roho ya Mungu ndani ya maisha yako. Leo nakuzungumzia ili uweze kuwa mwanafunzi wa kweli mbele za Mungu, ambaye amejitolea kumfuata Kristo ndani ya maisha yake. Na kuzungumzia leo ili ukachukue msalaba wa Yesu na kukuwa mshahidi ya Mungu. Mtu wa Mungu mnaonisikia, ninataka uamini kabisa leo Bwana amekuzungumzia, na ndani ya moyo wako unasikia unataka kukata kauli, na ndani ya maisha yako unataka kufanya uamuzi ambao unamhitaji Bwana Yesu aingie ndani ya maisha yako, alete mabadiliko ndani ya mioyo yako. That is my prayer for you kwa hii ibada ya leo. Na tena ikasema haifai nchi wala jaa, watu utupa nje. Mwenye masikio ya kusikia na asikie. Ndugu yangu mpendwa, wakati wewe utakuwa umeharibu ushuhuda wako, unatupwa nje, kila mtu anazungumzia mabaya, hata huyo aliyetuliona aliokoka hata ajendelea ameshindwa. Maana munyu hakuna, matamushi yako haifai nje mtu wa Mungu. Yale unasema kanisani na yale unasema nyumbani haikamatani. Maana wewe sio mtu ambaye umejitolea kupitia procedure ambayo inatakana wewe kupitia ndio uweze kukamilika. That is why most of the Christian wanaruka mara moja kabla hawajapita ile procedure ya moto, wanaingia katika ubatizo wa kweli, wafundishwe neno la Mungu, alafu kisha anaweza kutoa chemi njema katika kinywa chake. Mungu akusaidie na Mungu akuweze kuonekania siku ya leo. Nataka nikuombee mpendo wangu unaonisikia. Wacha Mungu akujalie upate mafunuo ya mbinguni. Urudi tena, kaa chini, angalia mahali uliangukia. Inuka tena na utembee pamoja na Yesu. Mungu ni mwema na Mungu atakuaja kwa jina la Yesu Kristo. Waya tuombe, alafu Mungu akubariki. Mwenyezi Mungu, nakushukuru kwa huyu mpendo ambaye amenisikia. Ninaomba Bwana ukaweze kuzungumzia yeye. Umtie moyo wake Bwana. Ufufue Bwana roho yake. Akujue wewe Yesu mwenye usema wa milele, ambao umetuahidi sisi usema wa milele. Bariki huyu mpendwa Bwana na uajilie baraka zako ndani ya maisha yake. Maana maombi yangu ni hayo kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.